Hello, wana wa Afrika. Hii ni Pan Africanism Television kupitia Connection TV, The House News and Details. Pan Africanism Podcast. Na wakaribisha sana ndugu wana wa Afrika. Na hii tunapata habari za Afrika na habari za ulimwengu. Ila leo zaidi tutaongelea habari ya mgogoro unaoendelea huko Al-Fasher, ambako ni Sudani ya kaskazini. Kama tunavyojua Sudani zilikuwa mbili, wazungu wakafanya njama wakaigawa kusini na kaskazini. Kaskazini ikaendeshwa vita hadi sasa toka alivyoondolewa madarakani al-Bashir. Hassan al-Bashir alikaa Sudani madarakani kwa miaka mingi. Akaondolewa na jeshi la wananchi wa Sudani. Baada ya kuondolewa na jeshi la wananchi wa Sudani, Sudani ikaingia katika vita, vikundi kingine kikazaliwa. Waliosopenda mapinduzi ya Sudani ambao walikuwa wanajeshi katika jeshi la Sudani wakaunda kikosi chao wanaita Rapid Response Forces. Vita wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani bado vinaendelea zaidi ya miaka 2.5 tangu vilipoanza, na miongoni mwa sababu zinazochochea kudumu kwake ni uingiliaji wa mataifa ya kigeni yanayotoa misaada ya kisiasa na kijeshi kwa upande wa simu. Yaani dunia imegawanyika vipande viwili. Wengine wanaunga mkono wauaji, wengine wanaunga mkono kundi la wapigania haki. Na vita hii imetokana na nini? Imetokana pale al-Bashir alipotia mkataba yeye na serikali ya Moscow kushirikiana na kutumia Bahari Nyekundu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu, zaidi ya watu 150,000 wamepoteza maisha, huku zaidi ya milioni 12 wakilazimika kuyahama makazi yao. Licha kuwepo kwa vikwazo vya kimataifa na usafirishaji wa silaha, jeshi la Sudani, wanamgambo wa RSF wanaendelea kupata silaha kwa wingi kutoka nje ya nchi. Nani anatoleta silaha kutoka nje ya nchi kuwapa RSF? Wanaitwa Rapid Response Unity. Maslahi yanayokinzana na mataifa ya eneo hilo yamegeuza mzozo huu kuwa vita tata vinavyotisha kuleta machafuko makubwa zaidi katika pembe ya Afrika na kanda nzima. Wazungu, Waarabu, wazungu wa Ulaya na wazungu wa Mashariki ya Kati, ambao mimi siwatofautishi, wote ninawaita wazungu. Ukali wa mapigano ulidhihirika hivi karibuni baada ya RSF kuteka mji wa Al-Fasher, makao makuu ya jimbo la Darfur Magharibi, ambapo kundi hilo linashtakiwa kwa kufanya mauaji ya kikatili. Wanasema ni kina nani wanaoiunga mikono serikali ya kijeshi ya Sudani? Jeshi la Sudani linadaiwa kunufaika na uungwaji mkono kutoka kwa mataifa kadhaa yakiwemo Misri, Uturuki, Irani, Urusi, Eritrea, ambayo yanatuhumiwa kutoa msaada kwa upande mmoja wa kijeshi. Baada ya vita kuanza mnamo Aprili 2023, mkuu wa majeshi ya Sudani Jenerali Abdul Fattah al-Burhan alifanya ziara ya kwanza nchini Misri. Hatua iliyothibitisha uhusiano wa karibu kati ya nchi hizo mbili. Taarifa nyingi zimebainishwa kuwa Cairo imekuwa ikiunga mkono jeshi la Sudani. Kwa nini Cairo iunge mkono jeshi la Sudani? Lakini kiasilia Sudani na Kemet au Misri ya leo ni taifa moja lililokuwa kipindi hiko chini ya Imhotep na viongozi wengine, kama vile mwanzo kabisa baba wa taifa la Misri au Kemet, Nemere au Nemez. Wanasema tarehe 5 Novemba 2025 RSF ilidai kuwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yalitekelezwa Darfur Magharibi yalitoka vituo vya kigeni ikihusisha Misri, ingawa Cairo imekanusha kuhusika. Uturuki licha kujitangaza kuwa ni msimamo wa upande wote
ina msimamo wa kati. Inaripotiwa kuwa imetoa ndege za kivita zisizo na rubani zilizochangia sana katika jeshi na kurejesha udhibiti wa maeneo ya kati yakiwemo Khartoum. Afrika imekuwa battleground. Watu ni silaha zao, wanaotengeneza silaha ndio eneo la kujaribia silaha zao. Kongo ustaarabu ni sifuri. Sudani ndio kama hivi yanavyoendelea. Afrika ya Kati bado haijawa sawa. Waasi kule Cabo Delgado Msumbiji wanaendelea kuwasumbua wananchi. Watigray na Omoro kule Ethiopia bado wanapigana. Serikali ya Bwana Abiy, waziri mkuu wa Ethiopia, bado inaendelea kusigana maneno pamoja na mauaji, kuwasambaza Watigrinya wanaodai uhuru wao. Haya yalitokea wakati tulipowashuhudia wa Eritrea wakidai uhuru wao kutoka Addis Ababa. Tunashuhudia waasi wa kule Kameruni kati ya wale wanazungumza Kiingereza na Kifaransa. Imagine Waafrika wanauana, kwa nini wewe unazungumza Kiingereza au unazungumza Kifaransa? Wewe ni bora, wewe dhaifu. The white supremacy ideology. Kutengeneza ukuu wao. Waafrika wanagombea lugha za wageni. Lugha ipi bora nani? Kwa nini wewe uzungumze lugha hii? Hii ni bora, hii yako mbaya. Lakini zote ni lugha za wavamizi. Na huu ni mkakati, sio mkakati wa kitoto, mkakati uliosimamiwa zaidi na maadui zetu ambao wanajiita wapigania haki. Kwa jamaa mmoja ananichekesha sana, anasema wanadamu ndio viumbe hatari zaidi na waongo kuliko wote. Mwanadamu anaenda polini, anakata miti, anatengeneza karatasi, alafu kwenye karatasi anaandika tulinde mazingira, tulinde misitu. Wakati huo msitu, karatasi unayoitumia ndio msitu wenyewe. Huu ndio udhaifu wa ulimwengu. Hawa wana ulimwengu wanasema tulinde haki za binadamu, wakati wao ndio wanasambaza mauaji na kuua hao wanaowaita so called binadamu. Mwanadamu anasema tulinde mazingira, maji safi, lakini wao ndio wanatupa mabomu ya nyuklia, mabomu ya sumu na filosofi yanayokwenda kuua watu. Huyo ndio mwanadamu. Lakini wanadamu hawa, njama hizi zote wamefundishwa na wavamizi. Wanasema ripoti ya mnamo Oktoba 2024 Hemedani alimshutumu Thailand kwa kutoa msaada wa kijeshi kwa jeshi hilo, lakini Iran kutoka kujibu rasmi. Ripoti ya Bloomberg Oktoba 2024 ilieleza kuwa Iran na Urusi zimejadiliana na jeshi kuhusu ujenzi wa vituo vya kijeshi katika pwani ya bahari ya Shamu. Na hii ndio wanaitaka. Bahari ya Shamu ambayo wanasema iko chini ya Mrusi kwa sasa. Marekani anataka bahari ya Shamu aimiliki yeye. Ingawa Iran ilikanusha, Urusi ilisaini makubaliano na serikali ya kijeshi ya Sudani mnamo Februari 2025 kuanzisha kituo cha kijeshi cha majini nchini humo ambavyo Moscow imekuwa navyo tangu mwaka 2017. Moscow ina vituo vya kijeshi katika bahari ya Shamu toka mwaka 2017. Na ushirika wa Moscow dhidi ya serikali ya Khartoum ndio uliopelekea mauaji haya. Mauaji haya yanaongezeka kwa sababu Sudani ni tajiri wa dhahabu. Gold. They need gold. Wakatengeneza kundi la RSF ambalo kundi hili linaongozwa na watu kama kina Abalulu. Abalulu kiongozi wa waasi mwenye roho mbaya, anayeua wamama na watoto bila kuuliza. Mwanamke anakamatwa, anafungwa kwenye mti mpaka anakufa. Mikono yake inafungwa kwa nyuma. Huu ni unyanyasaji. Na huu ni kinyume cha haki za binadamu. Ndugu wana wa Afrika, lazima wa Afrika tujitambue, tujielewe tunakopelekwa ambako siko sahihi. Tukatae watu wakitaka tuwasaliti watu wetu.
wa magharibi, Pare people, Kakazoe, wao wamemaliza kupigana wenyewe kwa wenyewe, wakaona kuna watu wengine wanaitwa Waafrika, watu weusi, wakaacha kuuana wao kwa wao, wakaja kutuua sisi. Sisi tumekuwa eneo la vita, tumekuwa wawindaji, tumekuwa wanyama. Wawindaji ni wazungu, wakiwa na bunduki yao, wakiwa na makombora yao, wakiwa na silaha hatari za kutufuta chini ya jua. Taki kuongea mengi, nikiongea mengi mtasema Chionda, wewe unakuaje unajifanya Mwafrika wakati huko front line? One day I will be the vanguard. My purpose is to defend and to guard my black land. Sina lingine. Ingawa kuna wale wanaosema Chionda unaongea Kiingereza wakati wewe ni Mwafrika, unaongea Kiingereza akiwezekani akieleweki. Mimi naambia Kiingereza changu kinaeleweka. Kama wewe, hacha chuki. Chuki hizi kuanzia ndogo ndogo, kuanzia chini, mwisho zinakuja kufika kwenye kichwa. Ikishafika kwenye kichwa unakuwa wewe ni shetani. Ukishakuwa shetani unaamua kuua wenzako. Kuna watu hapa ninapoongea maneno haya, niko mbele ya hii podcast, mbele ya screen, mbele ya TV yake na simu yake, anachukia. Otepu, wana wa Afrika, hii ni Connection TV chini ya mwambuli wa Pan Africanism Podcast. Mimi ni Chionda wa Chionda, chini ya udhamini mkubwa wa Grand Master Matuta, mkuu wa hekalu la Ephesus. Tunawakaribisha wana wa Afrika, hekalu la Ephesus linakaribia kufunguliwa. Wale wote wanahitaji kujiunga na Ephesus, wasiliana na Chionda wa Chionda 0656 0656 6056 82 0656 6056 82. Chionda wa Chionda, senior wa Ephesus na muongoza njia Grand Master Matuta. Karibuni sana.